Tuanze baada tu ya Mheshimiwa Rais kuapishwa katika sehemu yake ya pili ya awamu yake ya 8 ya uongozi wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ni kwamba mwezi ule watalii waliofika Zanzibar wa kimataifa kwa mwezi ule walikuwa zaidi ya 72,000. Novemba, Disemba, Januari, sasa tuna watalii 100,000 kuanzia Disemba hadi Januari ambao wanafika Zanzibar kwa kila mwezi, na hii ukiunganisha na watalii karibu 1,000,000 wa kimataifa walokuja hapa Zanzibar, hichi ni kiashiria kikubwa sana ambacho kwanza akinakwambia kwamba soko la sekta ya utalii Zanzibar linakuwa, na ukiangalia taarifa au data au chart inaonyesha kwamba masoko makuu mapya yanafunguka hivi karibuni. Baada ya tathmini ya ile idadi au aina ya watalii wa kimataifa waliokuja Zanzibar, unakuta kwamba Italia, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Marekani, Poland, Skandinavia, Hispania, hizi zilikuwa ni mojawapo ya nchi kubwa ambazo zilikuwa zikileta watalii wa kimataifa. Lakini pia tuna masoko makubwa ambayo yanakuwa kwa haraka. Mfano, soko la Poland ni soko moja ambalo linakuwa kwa haraka sana, yaani ikifuatiwa na China, India, Urusi, Ukraine. Lakini pia unapoangalia trendi hii unakuta kwamba, hebu tuangalie tulikotoka. Tunapozungumzia siku 100, yaani kuanzia Novemba, Disemba, Januari, sasa hivi naingia Februari, unaangalia tulikotoka. Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoingia madarakani Novemba 2020, Zanzibar ilikuwa imekumbwa na janga kubwa la uviko. Sekta ya utalii ilikuwa imeporomoka sana. Ilikuwa ukuaji wake au growth rate yake ilikuwa negative 51.6, yaani umezama chini ya zero. Leo wakati tunaingia kunako siku 100 za sehemu ya pili, ni kwamba growth rate ya idadi ya watalii wanaokuja Zanzibar sasa inafikia 1/3, yaani kila mwaka growth rate inakuwa kwa 25% hadi 30. Haya ni mafanikio makubwa sana. Haya yanakwambia ni kwamba watu wanakuja Zanzibar na wakirudi wanawaambia wenzao kuhusiana na maajabu wanayokuta Zanzibar, lakini pia wanajiunga na harakati na juhudi za kuitangaza na kusimamia wenzao na wao waje Zanzibar. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yanaweza mimi nikaita ni vigezo